Kutokana na kushuhudiwa kwa ajali za barabarani kila mara, sasa maafisa wa mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA wameanzisha msako wa kusaka magari yanayokiuka sheria za trafiki. Wakati wa msako huo katika barabara ya Mombasa Kilifi kuelekea Malindi, shughuli za usafiri zimetatizika kwa muda baada ya maafisa wa trafiki pamoja na maafisa wa NTSA kunasa magari na kusababisha msongamano barabarani, hasa kwenye daraja la Kilifi. Baadhi ya madereva waliozungumza na Coco FM wamekosoa maafisa hao wakidai kwamba msako huo ungeendeshwa sehemu tofauti mbali na eneo la daraja la Kilifi. Naam, kwa majina naitwa Francis Ocheng, ni dereva wa route Kilifi Malindi Mombasa. Hasa hii operation ambayo iko hapa NTSA hatukatai, si mbaya. Lakini sasa operation kama hii wasifanyie kama barabarani namna hii. Afaa walikuja kama stage pale, watufanyie inspection pale stage, tujue kutoka barabarani tunaenda moja kwa moja, kuliko hivi mtu umetoka na abiria huko umefika hapa ndo nazuiliwa hapa. Kila mtu ana hofu. Ukiangalia upande wa pili magari karibia yote yamesimama pale, hakuna mtu anapita upande wa pili. Inakuwa ni kutatiza shughuli za usafiri hapa Malindi. Sasa gari yako wewe imeshikwa ama imekuaje? Gari yangu mimi haijashikwa, lakini sasa ile hofu mimi siwezi leta gari kashikwa hapa. Inabidi nilieke kando kwanza wamaliza operation yao ndo nije nifanye kazi kwa barabara. Ina maana leo hufanyi kazi? Leo sifanyi kazi, niko off. Naona ili swala la ongezeko la ajali barabarani limekuwa likilaumiwa sana madereva kwa sababu magari yako na hitilafu. Wewe unalizungumziaje? Na kama nilivyosema ni hizo mambo na inspection, hitilafu ya magari na madereva kukosa vibali. Mambo yote yangekuwa yanafanyika pale stage. Unafanyia gari inspection, ikitoka stage inajulikana gari iko kamilifu, gari ni nzuri na ingia barabarani ikiwa iko safi, kuliko kuangashana barabarani. Kija barabarani nafaa uangaliwe kama umeshafanya inspection ya pale stage, unapitishwa unaenda zako. Wanadai msako huo umewafanya kuegesha magari yao ili kukwepa kukamatwa, kwani faini inayotozwa ni ya juu mno. Baadhi ya madereva walioshuku kwamba magari yao yana hitilafu wamelazimika kuyageuza katikati ya daraja la Kilifi ili kuepuka mtego wa maafisa wa trafiki na NTSA bila kujali hatari kwa watumizi wengine wa barabara. Hali hiyo imesababisha baadhi ya abiria kushukishwa katika sehemu tofauti na wanakoelekea, hali ambayo iliwalazimu kutafuta mbinu mbadala za usafiri. Baadhi wamepongeza msako huo wakisema utasaidia pakubwa kupunguza ajali za mara kwa mara zinazoshuhudiwa barabarani, hasa msimu huu wa sherehe za Pasaka. Mimi naitwa Albert Nyoka Mzungu, retired senior assistant chief Marere sublocation. Nasafiri natoka Kilifi naenda Mombasa. Lakini kitu ambacho kimenishangaza ni kwamba nilipofika pale stage hakuna magari. Ikanibidi nishawishiwe na boda ambaye ananijua. Kanaambia kuna maofisa wa NTSA wanashika magari ambao ni mambo ya license. So nimeathirika, nimecheleweshwa na ndio nikavushwa bridge ndio nipate gari kuelekea Mombasa. Hii crackdown ya NTSA unaichukuliaje? Maana ni mambo ya usalama barabarani. Ungependa kuzungumziaje? Pia ni vizuri kwa sababu kuna madereva wengi hawachukui precautions ya magari yao. Gari tairi zimeisha, vitu vingine vimeisha, yeye anapeleka abiria. Mimi siwachukuli vibaya, wanafanya kazi yao vizuri. Iendelee. Maana sasa tuko katika msimu wa Pasaka. Iendelee. Ukivyangu mimi iendelee kwa sababu usalama mwanzo ndio mwingine yafuate. Sawa. Shukrani sana. Asante. Safari njema. Hai. Ilikuwa ni siku ya kuvuna kwa huduma bodaboda waliobeba abiria walioshukishwa upande mmoja wa daraja na waliotaka kuabiri magari ili kufika sehemu wanakoelekea. Wanasema operation hii itaendelea kwa muda, hasa msimu huu wa Pasaka ambako kunashuhudiwa abiria wengi wakisafiri na vile vile kumekuwa kukishuhudiwa ajali nyingi. Operation hii itaendelea hadi hali iweze kuwa shwari barabarani. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.